Ninakushukuru sana wewe ambaye umekuwa mfuatiliaji wa Hope Price Ministry. Nichukue fursa hii kukualika na nikuombe, ikiwa bado hujabonyeza alama ya subscribe katika channel hii, tafadhali usiache ili uendelee kupata taarifa zetu punde tunapokuwa tukiweka vipindi vyetu. Na leo tunalo somo zuri sana ambalo linasema kwamba usipuuze ishara hizi za kiroho. Ni hatari sana unapokuwa ukiziona katika maisha yako na kuzipuuzia. Kuna hatari kubwa kuliko umaskini, magonjwa na mateso. Hatari hiyo ni mtu kuendelea kuishi kwa kawaida huku maisha yake ya kiroho yakifa polepole, lakini kwa uhakika. Watu wengi hawaanguki ghafla, huanguka baada ya kupuuza ishara ndogo ndogo ambazo Mungu alikuwa akizionyesha kwa muda mrefu katika maisha yao, lakini bila kuzifuatilia. Kila dereva mwenye hekima anapoona taa ya tahadhari kwenye gari husimama na kuangalia tatizo. Lakini wengi wetu tunapoona ishara za kiroho tunazipuuza hadi tunajikuta mbali na Mungu zaidi. Biblia katika kitabu cha Efeso sura ile ya 5 fungu la 14 inasema, kwa maana hiyo husema, amka wewe ulalaye, ufufuke katika wafu, naye Kristo atakuangaza. Leo tutaangalia ishara ambazo hizi unapoziona katika maisha yako kama Mkristo hupaswi kuzipuuza kabisa, maana ni ishara zinazokuambia uamke katika usingizi, uamke katika ufu, uamke katika changamoto zinazokupitia. Ishara namba 1. Ishara ya kwanza ni pale maombi yanapokuwa mzigo badala ya kuwa furaha. Zamani ulitamani kuomba, lakini sasa unaomba kwa kulazimishwa. Tena unatumia muda mchache sana karibu na Mungu. Ukaribu wako na Mungu umepotea. Unahisi kuchoka kuomba, unahisi kuchoka kufanya mifungo, unahisi kuchoka kuendelea kumtafuta Mungu. Unapopata muda wa simu, marafiki na kazi, lakini hupati muda wa kusimama mbele za Mungu. Unapata muda wa kuchati WhatsApp, wa kupitia Instagram, wa kupitia mitandao mingi ya kijamii, lakini muda na Mungu huna. Hiyo si hali ya kawaida, ni ishara kwamba moto wa kiroho umeanza kupungua ndani yako. Kwa hiyo unapoona jambo kama hili katika maisha yako usilipuuze. Hii ni ishara ambayo sio nzuri. Katika Yeremia sura 29 fungu la 13 nasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Kwa hiyo hapa ishara ya kwanza, unahisi uzito wa maombi, unahisi uzito wa kumtafuta Mungu. Hii ni ishara ambayo sio nzuri katika maisha yako. Namba 2. Ishara ya pili ni pale dhambi inapoanza kuonekana ya kawaida. Mambo ambayo zamani yalikuwa na yanakusumbua dhamiri sasa hayakusumbui tena. Mtu anapofika hatua ya kutenda dhambi bila kujisikia hatia, moyo wake unaanza kuwa mgumu mbele za Mungu. Hapa ni ile hali ambapo umefikia viwango hata ile dhambi uliyokuwa unifanya zamani sasa imekuwa ni sehemu ya maisha. Kumbuka iko hivi, giza linapoingia haliingii kwa ghafla, linaingia taratibu taratibu, hatimaye huwa usiku wa manane. Kadhalika ndivyo dhambi ilivyo, inapoanza huanza taratibu na kisha huwa ni mtindo wa maisha. Ukiona dhambi sasa unaifanya bila hatia yoyote, bila kujisikia vibaya, bila maungamo, hii ni hali ambayo sio nzuri. Ishara 3 ni kupoteza hamu ya neno la Mungu. Biblia inaanza kuonekana kama kitabu cha kawaida badala ya chakula cha kiroho. Mtu anayekataa kusoma neno la Mungu ni kama kukosa muongozo, kukosa maelekezo. Mtu anayekaa siku nyingi bila kusoma neno la Mungu ni sawa na mtu anayekataa chakula huku akitegemea kuwa na nguvu. Katika Mathayo sura 4 fungu la 4 anasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ishara 4
ni kupoteza amani ya ndani. Kuna watu wana pesa, marafiki na mafanikio, lakini hawana amani ndani yao. Huwa vita visivyoonekana vimo ndani yao. Mara nyingi hiyo ni sauti ya Mungu ambayo inakuambia rudi, kuna jambo halijakaa sawa. Lakini ishara ya 5 ni pale Mungu anapoanza kukukumbusha mara kwa mara jambo lile lile. Unaweza kusikia mhubiri au kusoma andiko au kupokea ushauri unaorudia ujumbe ule ule. Hiyo si bahati mbaya. Mungu mara nyingi huzungumza kwa kurudia ili kutuamsha kabla hatujachelewa. Katika Waebrania sura ile ya 3 fungu la 15 nasema, leo kama mkisikia sauti yangu msifanye migumu mioyo yenu. Rafiki yangu, usipuuze ishara hizi za kiroho. Mungu hatoi tahadhari kwa sababu anataka kuadhibu, bali kwa sababu anakupenda. Kila ishara ni mwaliko wa pekee kwa Mungu anakupenda. Ninakutikia baraka za Mungu. Ikiwa kuna ishara umeziona, jua tu ya kwamba Mungu anatamani usogee uzungumze naye. Ninakutakia baraka za Mungu na kutakia ushindi. Mungu akuwezeshe katika kila hatua. Mungu akupiganie unapomwita kila siku. Bwana asikupungukie katika jambo lolote. Ikiwa kuna ishara umeziona, usisite kumtafuta Mungu, bado anapatikana. Bwana akubariki katika jina la Yesu. Amen.